Moja pia kati ya taarifa ambayo watu wengi huenda pia mlikuwa mmesubiria kuona ni kitu gani ambacho kitazungumzwa au kufikia mwafaka katika mkutano wa wajumbe kutoka nchini Ukraine na huko nchini Marekani uliofanyika siku ya jana Machi 11 huko nchini Saudi Arabia, ambako lengo hasa la mkutano huo lilikuwa ni kuzungumza na kuangalia pia ni jinsi gani ambavyo vita vya Urusi na Ukraine vinaweza kumalizika baina mwa nchi hizo. Taarifa kubwa ambayo pia imeshika gumzo katika mkutano huo ni taarifa kuu mbili, ambako kwanza kabisa wamekubaliana kumaliza vita kwa siku 30, ambako Ukraine imekubali na pendekezo hilo. Pia kingine ni ya kuwa Marekani imekubali pia kufanya urejeshaji wa misaada ya kijeshi hasa ujasusi kushirikiana upya na nchi ya Ukraine, wakati huu pia ambako makubaliano ya kusitisha vita rasmi yakiwa bado mezani kufanyika katika kufikia suluhu ya kumaliza mzozo huo, ambako nakumbuko ya kuwa Trump aliweza kuahidi ya kwamba binafsi anatamani vita vimalizike kufikia Aprili 20 ya mwaka huu. Sasa swali ni je, itawezekana? Hivyo basi JMTV itazidi kufahamisha kila ambacho kitakuwa pia kinajili katika mazungumzo na mikakati mingi ambayo Washington imekuwa ikiweka baina mwa nchi hizo katika kumaliza mzozo huo. Taarifa kamili kutoka huko Saudi Arabia, ambako jana Machi 11 mkutano wa wajumbe kutoka Washington na Kiev waliweza kukutana, ambako Kiev ilidai ya kuwa iko tayari kukubali pendekezo la Washington la kutekeleza mara moja usitishaji vita wa muda wa siku 30 ambao unaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote mbili. Ofisi ya rais iliweza kutangaza hivyo siku ya jana Machi 11 baada ya mazungumzo ya Marekani na Ukraine huko Saudi Arabia. Ukraine iko tayari kabisa kuchukua hatua kama hiyo ikiwa tu Urusi itafuata masharti ya usitishaji vita kwa njia sawa. Tangazo hilo lilikuja kama moja ya hitimisho kuu la mazungumzo ya Marekani na Ukraine huko mjini Jeddah, Saudi Arabia, ambapo pande hizo mbili zilitafuta njia pamoja kuelekea mapatano ya amani baada ya majuma kadhaa ya mahusiano yenye mvutano baina mwa nchi hizo. Uhusiano kati ya Kiev na Washington ulizidi kuwa mbaya zaidi baada ya mabishano makali kati ya Donald Trump na Volodymyr Zelensky katika ikulu ya Marekani mnamo Februari 28, ambayo alisababisha Marekani kusitisha usaidizi wa kijeshi na kijasusi nchini Ukraine. Pendekezo la Ukraine la mkutano huu na wa Marekani lilikuwa na mambo matatu. Kwanza, kusitishwa kwa mapigano angani, makombora, mabomu, ndege zisizo na rubani na masafa marefu, na usitishaji wa mapigano baharini, pamoja na hatua za kuanzisha uaminifu kwa mchakato huo. Kwanza kabisa, kuachiliwa kwa wafungwa. Zelensky aliweza kusema hivyo kufuatia mkutano huo na amenukuliwa hivyo. Aliongeza kuwa upande wa Marekani unaelewa hoja zao, yani Ukraine, na unakubali mapendekezo yao, na pia alimshukuru rais wa Marekani bwana Donald Trump kwa kujenga mazungumzo ya timu zao, yani Washington pamoja na Kiev. Rais huyo aliongeza kuwa kama sehemu ya mpango huo, Marekani ilikubali kuanzisha tena ushirikiano wa kijasusi na Ukraine. Na leo kulikuwa na pendekezo kutoka kwa upande wa Amerika kuchukua hatua ya kwanza mara moja na kujaribu kuweka usitishaji kamili wa mapigano kwa siku 30, sio tu kuhusu makombora, ndege zisizo na rubani na mabomu, sio tu katika Bahari Nyeusi, lakini pia kwenye mstari mzima wa mbele. Zelensky amenukuliwa hivyo. Ukraine inakubali pendekezo hilo. Zelensky aliongeza ya kuwa pia Washington lazima iweze kuishawishi Urusi katika kutii maazimio hayo.
Wakati wa mazungumzo hayo, wajumbe wa Ukraine walipendekeza kutekeleza makubaliano ya amani angani na baharini, wakati upande wa Marekani ulitaka kujaribu kufanya zaidi. Chanzo kilicho karibu na ofisi ya rais kiliweza kuripoti hivyo. Msimamo wa Urusi kuelekea kusitisha mapigano kwa sehemu hauko wazi, chanzo kilisema, ambapo Moscow imekataa mara kwa mara uhasama wa kufungia kwenye mstari wa mbele wa sasa, ikiamini ya kuwa ina mkono wa juu kwenye uwanja wa vita hivyo. Ndani ya muda fulani watatayarisha makubaliano ya mwisho kuhusu jinsi ya kumaliza vita. Sasa mazungumzo yanahusu hatua za kwanza tu, chanzo hicho kiliweza kueleza hivyo. Njia za kutekeleza usitishaji mapigano unawezekana pia bado hazijulikani, huku Kiev ilisisitiza hapo awali ya kuwa dhamana thabiti za usalama kutoka Marekani na washirika wake wengine zinapaswa kuwa sehemu kuu ya kukomesha uhasama wowote, ikihoji kuwa Urusi imekiuka mara kwa mara maadhimio mengi ya usitishaji mapigano tangu kuanza kwa uchokozi wake wa mwaka 2014. Utawala wa Donald Trump umesita pia kutoa hakikisho la usalama kwa Ukraine, na badala yake uliitaka Ulaya kuwajibika kwa utulivu wa baada ya vita nchini humo. Kulingana na maafisa wa Amerika, makubaliano ya biashara ya madini yanaweza kufanya kazi kama dhamana ya usalama yenyewe. Somo la mkutano wa Jeddah lilisema ya kuwa Zelensky na Trump walikubaliana kuhitimisha haraka iwezekanavyo makubaliano ya kina ya kuendeleza rasilimali muhimu ya madini ya Ukraine ili kupanua uchumi wa Ukraine, kukabiliana na gharama ya usaidizi wa Marekani na kudhamini ustawi na usalama wa muda mrefu wa Ukraine. Ujumbe wa Ukraine ulijumuisha pia mkuu wa ofisi ya Rais Andriy Yermak, waziri wa mambo ya nje Andrei Sybiha, waziri wa ulinzi Rustem Umerov na naibu wa Yermak anayefahamika kama Pavilo Palisa, na ambako pia ujumbe kutoka Washington uliongozwa na waziri wa mambo ya nje anayefahamika kama Marco Rubio na mshauri wa usalama wa kitaifa Mickey Waltz. Ambako pia kupitia mkutano huo Marekani rasmi iliweza kutangaza kuondoa mara moja, kusitisha kugawana taarifa za kijasusi na kurejesha upya usaidizi wa usalama kwa Ukraine. Ofisi ya rais wa Kiev iliweza kutangaza hivyo, ambako pia kusitishwa kwa usaidizi wa kijeshi kulizua lawama hata kutoka kwa wanachama wa chama cha Trump huko nchini Marekani, ambapo seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham alisema ya kuwa kuvuta msaada kutoka Ukraine katikati ya vita vya Urusi kutakuwa mbaya zaidi kuliko Afghanistan. Ambako mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Mickey Waltz alithibitisha wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari mjini Jeddah ya kwamba Washington itaendelea kutoa usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine chini ya mpango unaoitwa mamlaka ya kuporomoka kwa rais maarufu kama PDA.